Happy weekend na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, kuna breaking news ambazo tunazipata siku ya leo kutoka kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC kuhusiana na uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Na watazamaji wangu, ni habari mbaya kwa sababu kulingana na ripoti ambayo tunaipata kutoka kwa IEBC sasa hivi ni kwamba wewe kama ulichukua kura kabla ya mwaka 2, sasa utalazimika kuchukua kura upya, na usipofanya hivyo hii inamaanisha kwamba hautashiriki kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Kabla siendelee kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na hizi habari ambazo tunazipata kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon, ningependa kuwaomba mweze kulike hii video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndiposa mkuu wa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na watazamaji, Waswahili wanasema ya kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya chini ya mwenyekiti mpya ambaye ni Erastus Ethekon wameanza kufanya mageuzi vile ambavyo kura zitapigwa kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Kinyume kabisa na vile ambavyo zimekuwa zikifanyika. Nasema hivi kwa sababu gani watazamaji wangu? Kwa sababu hapo jana kuna ripoti ambayo imetoka kwa kila Mkenya ambaye anajua ya kwamba alikuwa registered voter kabla ya mwaka wa 2022, basi atalazimika arudi tena kwenye vituo vya kujisajili na ajisajili upya. Hii ina maana ya kwamba kama wewe ulichukua kura yako kabla ya mwaka wa 2022, kuanzia sasa hivi wewe hauwezi ukashiriki kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027, ni mpaka urudi tena ukaregister upya katika mfumo mpya ambao wanauita biometric voter registration. Hiyo biometric voter registration watazamaji wangu ilianza mwaka wa 2022. Kwa hivyo wale wote ambao walikuwa nyuma ama walichukua kura zao kabla ya mwaka wa 2022 sasa watalazimika ili aweze kujisajili upya na pia waingie katika hii biometric voter registration ambayo ndio imekuwa ikitumika kwenye uchaguzi wa 2013, 2017 na kwenye uchaguzi wa 2022. Lakini swali kubwa ni je, kama uchaguzi umekuwa ukifanyika ukitumia biometric voter registration hiyo miaka yote, sasa hivi hiyo register kwani imeenda wapi? Unajua mambo mengine yanafanyika sivyo watazamaji wangu, yanazidi kuleta maswali mengi kuhusiana na hii tume huru ya uchaguzi ambayo ilitengenezwa na William Samoei Ruto, kwa sababu hizo documents ziko the details ziko kwa register. Sasa inakuwaje wanalazimika tena waende wakaregister upya? Kwani nini ambacho serikali inataka kufanya? Kwa sababu inamaanisha kwamba watakuwa registered mara mbili kama details zao ziko pale kwa IEBC. Sasa hizo za zamani zitaenda wapi? Sijui serikali iko na mpango gani kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027, kwa sababu ni kama inataka kukata kundi la watu fulani, the old generation. Isipokuwa makini watakuwa wanafika pale 2027 kushiriki kupiga kura, unapata ya kwamba you are not a registered voter kwa sababu wewe haukwenda kuregister tena baada ya IEBC kusema ya kwamba kama ulichukua kura yako kabla ya mwaka wa 2012 unastahili kwenda kujisajili upya. Sijui mtazamaji wangu wewe uko na maoni gani kuhusiana na mfumo mpya ambao unaletwa na IEBC? Sasa hatujui shida ni hii biometric voter registration ama ni kujisajili upya, kwa sababu kile ambacho IEBC inastahili kuambia Wakenya ni kwamba enda uconfirm kama uko registered under the new biometric voter registration, hiyo tu. Lakini sasa kuambia wananchi waende waka register tena ni jambo ambalo linaleta maswali mengi, kwa sababu they are already registered, they are ID numbers, they are already registered. Sasa mbona wanataka waende waka register upya? Kwani ni mabadiliko gani ambayo yatakuwa yanafanyika kwenye huo uchaguzi wa mwaka wa 2027? Wewe mtazamaji wangu, sijui uko na maoni gani kuhusiana na ili jambo la huyu Erastus Ethekon mwenyekiti wa IEBC kuleta haya mageuzi mpya, na huu ujumbe utawafikia wale wazazi wetu vipi? Kwa sababu wengi ni wazazi wetu, ni wa hicho kizazi cha zamani, ndio walichukua kura kabla ya mwaka wa 2012. Watatumia njia gani ili kuhakikisha kwamba ujumbe unawafikia na wanaenda kwenye vituo vya kujisajili? Hebu niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, kabla sija kupatia fursa uweze kusikia baadhi ya maoni ya wananchi baada ya hii ripoti ya kusema ya kwamba hiyo old generation ama yule ambaye alichukua
kura yake kabla ya mwaka wa 2012 aende tena register upya ili akuwe registered under the biometric voter registration. Kabla sijakuwekea hii habari mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Ni kama nimeanza kufurahi kidogo because ni kama watu wameanza ku come into terms with the reality that this IEBC cannot possibly hold a free, fair, accountable, verifiable election. They don't have it in them. They actually are not even attempting to do it. Since we started the Tukokadi campaign, when we started in Kasarani, I noticed a few things, and there was a lot of laxity with the IEBC even when we started raising these issues on social media. One, munaenda munapata na mumewaambia munaenda intentionally, wanawa frustrate, wana make sure usiku wamekuwekea tu mtu mmoja na kit moja. Watu walikuwa wameregister kitambo wanaenda ku verify nini details zao, because we started telling people, can you verify that you are still within the registry? Unajipata wanu umetolewa, unapata polling station yako haiko. We were seeing even dead people, register yako imecleaniwa, dead people are still very present in the IEBC registration portal. We would get young people that have never voted before, have never registered as voters before, wakienda kuregister wanajipata walisha registeriwa na wakaeko sijui station nyingine ziko mbali, zingine hata zinapatikana northeastern counties. Unashindwa, excuse me. That is why I started saying we can't have a conversation with the IEBC. We need to go and occupy IEBC. And IEBC mandamano is the only thing that is going to make these guys understand that they will not interfere with the will of the people. Jana simu muona wakaanza kusema old voters waende wa register tena. Ni kama hasira zenyu bado hazijapanda. Nitakuwa hapa mimi nikiwangoja, because me I'm ready. I'm just waiting for the day and time we march to that IEBC, because we need to deal with them the way they are about. You know, in other words, they're telling us they're not ready for this election. So then there are only two things they're telling us. Na wenye wanajua kenye naongelelea, wanajua kenye naongelelea. Register nayo lazima tufanye clean up. Register IEBC lazima tufanye clean up. Unapataje mtoto wa miaka 10 ako na ID na ameregister kuvote? Amewekwa sura yake. Unapata mtu mmoja sura moja iko na vitambulisho karibu 10. Unapata jina moja imeregister. Bwana, hiyo lazima turegister. Mchezo alitufanyia 2007. Wakati ilikuwa imebaki ilikuwa Tharaka Nithi. Eti 300 registered voters, alafu mnatuletea 1.3 registered voters. Mmekuwa mkituambia mko wengi. Now this one, kama nyinyi mko wengi na kama mmekuwa mmemobilize siku ya voting mna vote na 98%, you still have that capacity to mobilize watu wenye register kitambo, enda wafanye registration upya. Mnaogopa nini? Bwana, hii ni system nyingine. And I told you, mambo ya kudanganya kwamba eti watu fulani ni wengi, bwana, we know. And I've been telling you, lawyers are the majority. Uzuri yetu numbers ni clean. Watu wamekuwa hata maiti wenye walikufa miaka na miaka wamekuwa wakipiga kura kwa region fulani. Hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Lazima mtu aregister fresh. Hama young ones wameregister, leave that one, the register is clean. Lakini kule kwa nyuma mlikuwa mnaregister mpaka paka, mpaka ng'ombe, mpaka nini? Hatuwezi kubali. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya, kutoka kwa vijana wa Gen Z. Na unaona kuna wale ambao wanakubali ili liweze kufanyika, kwa sababu huenda kuna watu ambao waliaga dunia na wamekuwa wakishiriki kwenye hizi voter ama wamekuwa wakishiriki kwenye uchaguzi ambazo zimekuwa zikifanyika hapa nchini Kenya. Unapata mwingine ameregister mara 2. Kwa hivyo ni kama wanataka kuondoa hayo mambo ambayo yalikuwa yanafanyika kabla ya 2022 ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa 2027 utakuwa wa uwazi na usawa kutumia the biometric voter registration. Sijui mtazamaji wangu uko kwenye upande gani? Je, unakubaliana na mpango wa IEBC kutaka kuwasajili upya wale wote ambao walichukua kura kabla ya mwaka wa 2012, ama wewe unasema ya kwamba wanastahili kuendelea tu vile ambavyo walikuwa wanapiga kura kuanzia mwaka wa 2013, 2017 na mwaka wa 2022, kwa sababu ni hizo register ndio zilikuwa zinatumika katika hizo uchaguzi zote. Mbona hiyo register isitumike pale mwaka wa 2027? Na wewe
Sijui kama unakubaliana na mpango wa serikali ya Kenya Kwanza kutumia biometric voter registration pale mwaka wa 2027. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment, mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujiunge na mimi hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msana bali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.